katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza damu ya Yesu, 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 ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye kila kalenda ambayo adui ameitengeneza juu ya Tanzania hii, juu ya nchi hii, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ninakataa mabaya kwa damu ya Yesu. Ninakataa laana na mikosi kwa jina la Yesu. Nakataa mashambulizi kwa jina la Yesu. Nakataa uchawi kwa jina la Yesu. Nakataa mikosi. Takatifu, sijaona kama wewe. Roho Mtakatifu, sijaona kama wewe. Roho Mtakatifu, sijaona kama wewe. Mtenda maajabu, mtenda miujiza, mtenda maajabu, mtenda miujiza, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Asante kwa sababu jina lako liko hapa. Asante kwa sababu uweza wako uko hapa. Asante kwa sababu neema yako haijapungua. Asante kwa sababu miujiza yako haijapungua. Unaweza kutusaidia hata kama tukiwa hatuna nguvu, unaweza kututetea katika jina la Yesu. Wapelekee msaada Bwana, wapelekee msaada Jehova. Wengine wamekata tamaa, wengine wamevunjika moyo, wengine hawaelewi watatembeaje, lakini naomba rehema na toba, ninaomba rehema na toba. Usiache kuokoa, usiache kuponya, usiache kufungua katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ondoa kila uganga, ondoa kila uchawi, ondoa kila laana, ondoa kila mikosi. Mashambulizi yote ya siri yanaanza kuondoka, maana imeandikwa, Bwana ndiye mchungaji wetu, hatutapungukiwa na kitu. Nasi Bwana, kila roho ya kupungukiwa ambayo adui anatamani kuiruhusu kwenye mwezi huu wa 7, hiyo roho ya kupungukiwa haitakuwa juu yetu. Roho ya kupungukiwa amani, roho ya kupungukiwa afya, roho ya kupungukiwa upako, roho ya kupungukiwa neema, roho ya kupungukiwa furaha, katika jina la Yesu. Ninakataa mashambulizi, nakataa uganga, nakataa uchawi. Nasema kila neno ambalo adui atalisimamisha halitafanikiwa, na kila uganga ambalo mapepo atasimamisha hayatafanikiwa katika jina la Yesu. Nasema kila kalenda ambayo mapepo yanasimamisha hayatasimama katika damu ya Yesu. Umesimama Bwana kutenda yaliyo makuu. Umesimama Mungu kutuokoa. Umesimama Jehova kutuinua katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Bwana, maana mkono wako hautaacha kuokoa na kuponya, maana mkono wako hautaacha kuokoa na kuinua, maana mkono wako hautaacha kutuponya katika jina la Yesu. Maana imeandikwa kwenye kitabu cha Zaburi, kwenye kitabu cha Zaburi, Bwana ndiye mchungaji wangu, nami sitapungukiwa na kitu. Nami nasema Bwana, iko nguvu yako inaanza kutembea, uko uweza wako unaanza kutembea, iko miujiza yako inaanza kutembea. Kutana na mama yule aliyekata tamaa, kutana na binti yule aliyekata tamaa, kutana na binti yule katika jina la Yesu. Kila roho ya ugumu wa moyo ambao mapepo yameweka ndani yake, roho ya ugumu wa moyo inaanza kuondoka, roho ya ugumu wa moyo inaanza kuondoka, roho ya ugumu wa moyo inaanza kuondoka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila silaha airushayo adui haitafanikiwa. Silaha mapepo, silaha majini, silaha ya uganga, silaha ya wachawi, roho za miungu, majoka ya asili hayatafanikiwa katika jina la Yesu. Nasema mwezi wa 7 tumeutangazia neema ya kushinda, tumeutangazia neema ya kufanikiwa, tumeutangazia neema ya kustawi. Yoyote atakayeinuka kinyume nasi ataanguka na mahali pake hapataonekana. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, uko peke yako mwenye nguvu na uweza, uko peke yako mwenye nguvu na neema, uko peke yako utupaye kushinda katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu,
katika jina la Yesu. Leo tarehe 1 ni lango la mwezi wa 7. Leo tarehe 1 ni mwezi wa 7. Leo tarehe 1 lango la mwezi wa 7. Nasema Baba katika Yesu, Baba katika Yesu, bila wewe hatuwezi, bila mkono wako hatuwezi, bila baraka zako hatuwezi. Baba katika jina la Yesu, naomba tembea nasi, naomba achilia neema, naomba achilia baraka, naomba achilia utisho. Usiache kuokoa, usiache kuponya, usiache kufungua, maana bila wewe hakuna kitu kinawezekana, maana bila wewe hakuna kitu kinawezekana. Ninaiachilia damu ya Yesu, ninaiachilia damu ya Yesu, ninaiachilia damu ya Yesu, ninaiachilia damu ya Yesu, na nguvu za Mungu zinazopita kawaida, na uweza wa damu ya Yesu unaopita kawaida, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Bwana, maana neema yako iko hapa. Asante Mungu, maana uwezo wako uko hapa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, itika tena kwa mkono wako, itika tena kwa nguvu zako, itika tena katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Bwana, maana neema yako na nguvu zako. Asante Bwana, maana neema yako na utisho wako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Umetuahidi Bwana hautatuacha, umetuahidi Bwana hautatupungukiwa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Tunapoomba asikia, anajibu. Yesu wa Nazareti, utenaye matendo makubwa, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Yesu. A God in heaven who hears all of our prayers. There is a God in heaven. Omba nasi katika ibada hii, omba nasi katika ufunguzi, katika lango la tarehe 1, katika lango la tarehe 1 mwezi wa 7, maana imeandikwa kwenye kitabu cha Isaya 60 mstari wa 11, Bwana atayaweka malango yako kuwa wazi daima. Bwana atayaweka malango yako kuwa wazi daima, ili akuletee mema, si kuleta mabaya, ili akuletee utajiri, si kuleta laana, si kuleta mikosi. Hakuna lango litakalofunguka la mabaya, hakuna lango litakalofunguka la magonjwa, hakuna lango litakalofunguka la mauti, hakuna lango litakalofunguka la hasara, hakuna lango litakalofunguka la misiba, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunatangaza sasa ile baraka tumewekewa, tunatangaza sasa ile miujiza tumewekewa, katika jina la Yesu. Asante Mfalme, maana jina lako limepita majina yote. Asante Mfalme, maana Bwana umeenea mashariki, maana Bwana umeenea kaskazini, maana Bwana umeenea kusini, katika jina la Yesu Kristo.
Hata saa hii Mungu yupo, anasikia maombi yako. Unaweza ukaomba na kuungana nasi kwenye ibada hii, na Yesu asikiaye maombi kutoka mbinguni atakujibu, wala hataacha kufanya, wala hataacha kutenda, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kazana kuomba, kazana kuomba. Yesu asikiaye maombi yako atasikia, atakujibu kwenye ile haja ya moyo wako. Elewa ya kwamba kama huwezi kuomba, unampa shetani nafasi ya kuwa comfortable. Mahali ambapo itakiwa utamke baraka, anaweza kutamka mabaya. Lakini ukitamka neema, uweza wa Mungu unaweza kukufuata. Kibali kinaweza kutokea, wepesi unaweza kutokea, mpenyo unaweza kutokea. Ukiamini jambo hili, yote yanawezekana, yote yanawezekana, yote yanawezekana, yote yanawezekana. Kwenye kile jambo ambalo umeshindwa jana, amini leo tarehe 1 mwezi wa 7 tunatangaza kufunguka, tunatangaza wepesi, tunatangaza mpenyo, tunatangaza mpenyo katika jina la Yesu hai, katika jina la Yesu hai, katika jina la Yesu Kristo hai, katika jina la Yesu Kristo hai, katika jina la Yesu hai, katika jina la Yesu hai, katika jina la Yesu hai. Iko damu ya Yesu inanayo mema, inanena mema sasa langoni, inanena mema sasa langoni. Kwenye lango la mwezi wa 7 inaanza kunena mema, kwenye lango la mwezi wa 7 inaanza kunena mema. Ninatangaza tangazo kwenye ulimwengu wa roho, na kila aina ya mabaya yaanze kuangushwa, na kila aina ya laana ianze kuondolewa, na kila aina la ratiba za ufalme, ratiba za mapepo, ratiba za majini. Hatutakalishwa chini ya udhibiti wa ngome za mapepo, hatutakalishwa chini ya udhibiti wa ngome za majini, hatutakalishwa chini ya udhibiti wa ngome za kichawi. Tunatoka kwenye hizo ngome, tunatoka kwenye udhibiti, tunatoka kwenye hizo kalenda. Kama unasikia maombi haya, kama unayasikia maombi haya, kama unasikia maombi haya, basi unaweza kuomba nasi, basi unaweza kuomba nasi. Endelea kuomba, kumwambia Mungu akutoe kwenye udhibiti wa ngome za giza, kwenye udhibiti wa ngome za kupepo, kwenye udhibiti wa ngome za kushindwa. Kwa yeye, tunaye yeye atusaidiaye kutoka kwenye mikono ya adui, tunaye yeye atusaidiaye kutoka kwenye mikono ya mapepo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yamkini kuna hasara ambazo adui amezingiza kwenye biashara yako, yamkini kuna hasara ambazo adui ameingiza kwenye mtaji wako, lakini amini ya kwamba nguvu za Mungu zitakazopita zinakwenda kurejesha, zinaenda kurejesha kiwango cha neema, zinakwenda kurejesha kiwango cha utisho, zinakwenda kurejesha kiwango cha utisho, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Yamkini mahusiano yako kwenye mwezi wa 6 uliopita yamekutatiza, umepata shida, haujui namna ya kupita, lakini amini Mungu anaweza kutokea akakutoa kwenye jambo hilo, akakutoa kwenye hizo vurugu. Maana imeandikwa, wapo wafua vyuma 4 kwenye kitabu cha Zakaria 3 kuanzia mstari wa 18, anasema wapo wafua vyuma 4, wapo wafua vyuma 4 ambao wapo kwa ajili ya kuziangusha pembe za Yuda, ambazo pembe za Yuda zina kazi ya kuleta vurugu. Na mimi naomba na kuombea masaa kama haya na majira kama haya kwenye kalenda huu ya mwezi wa 7, damu ya mwana kondoo, damu ya mwana kondoo ikupe kushinda
kwenye kila vurugu zinazoinuka, kwenye kila uganga unaoinuka, kwenye kila uchawi unaoinuka, kwenye kila laana inayoinuka, kwenye kila mikosi inayoinuka, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yamkini umekutana na ugonjwa ambao umekusumbua mwezi wa 6. Unaweza ukaweka mkono wako kwenye paji la uso wako, au kwenye eneo ambalo unajisikia maumivu, au eneo ambalo limekutatiza, na damu ya Yesu itakapokwenda kupita, inakwenda kuachilia uponyaji sasa, inakwenda kuachilia uponyaji sasa, inakwenda kuachilia uponyaji sasa, inakwenda kuachilia uponyaji sasa, katika jina la Yesu. Omba ukiwa umeshika kwenye eneo ambalo unajisikia maumivu, na Yesu atakapokwenda kupita, na damu ya Yesu atakapokwenda kupita kwenye hilo eneo, utajisikia afya ikianza kutokea, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Alipo Bwana, yanawezekana. Weka utulivu kwa Mungu. Asikiaye maombi atajibu, asikiaye maombi atajibu, asikiaye maombi atajibu. Maana kuomba kwa wapasa wanyofu wa moyo. Mwambie Mungu, niko hapa. Yamkini mambo yangu nimeona ni kama mambo mazito, sielewi namna gani naweza nikatembea. Yamkini mwezi huu wa 6 umepita vibaya kwako, lakini mwambie Mungu kwamba niko hapa, unaweza ukanitokea ukanisaidia tena. Usiniache, 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 usiniache. Rakaterebokose, nasema usiniache. Alipo Yesu, yote yanawezekana. Alipo Yesu, yanawezekana. Hata saa hii lile jambo ambalo kuliweza, nimelitangazia uweza wa kulitimiza. Hata ile biashara ambayo imekushinda, natangaza wakati wa kuinuka, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, wa Nazareti aliye hai, wa Nazareti aliye hai, wa Nazareti aliye hai. Riakatereboko, riakasekete, damu ya mwana kondoo na nguvu za Mungu, katika jina la Yesu, na kwa damu ya 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 Yesu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, hata kwenye hili tunasema asante kwa jina lako na kwa nguvu zako, katika jina la Yesu wote tuseme amen, amen, amen. Tutasoma katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, kuanzia mstari, Ufunuo wa Yohana sura ya 21 na kuanzia mstari wa 1 mpaka mstari wa 7. Ningependa tushirikishane jambo moja, kwamba Mungu hakupenda mwanadamu akae kwenye mazingira magumu, au Mungu hakupenda mwanadamu akae kwenye mazingira ya machozi, au Mungu hakupenda mwanadamu akae kwenye mazingira ya ukiwa. Haya mazingira ya ukiwa yaliyotokea ni kwa sababu ya dhambi. Dhambi inaweza ikakuweka pabaya, na dhambi inaweza ikakuweka mahali pa machozi, na dhambi haijawahi kumpa mtu furaha, na dhambi haijawahi kumpa mtu amani, na kila ambaye anao dhambi hiyo inampa siku zote mathononeko,
Hata anayezini wakati akimaliza kuzini anaweza akajisikia moyo wake ukijisikia maumivu. Sometimes anajisikia kubadilika, lakini ni ile misimamo na ile tabia iliyojengeka ndani yake ikamtengenezea udhibiti. Amejikuta yuko chini ya udhibiti wa ngome za giza, amejikuta yuko chini ya udhibiti wa ngome za uzinzi, na bila mkono wa Mungu kuingilia kati kwa hiyo misimamo ya kiroho iliyowekwa ndani yake, anaweza kajikuta amejipata babaya. Lakini ngoja tuseme somo moja, kwamba Mungu anakupenda kwenye kiwango ambacho hapendi uendelee kukaa katika hali mbaya. Ndio maana nasema nami nikaona nchi mpya, nami nikaona mbingu mpya. Inamaanisha mbingu ya dhamani na nchi ya dhamani wakati imeingiliwa na uovu. Adam na Hawa walipotenda uovu, nchi ikawa na uovu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kabla ya kuumba mbingu na nchi, na kabla ya kumuumba mwanadamu, Mungu alitengeneza hiyo mbingu na nchi, akaitengeneza na vyote vilivyomo. Lakini aliona nchi haiwezi kukaa peke yake. Na ni kwa nini Mungu hakuumba mwanadamu badala ya kuumba nchi kwanza? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Acha tusome kwenye kitabu cha Ufunuo na kuanzia mstari wa kwanza. Ufunuo 21 kuanzia mstari wa kwanza. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Uwe na uhakika ya kwamba wakati Mungu anafanya mbingu na nchi, alitamani mwanadamu awe ni mtu wake, na alitamani Mungu mwenyewe awe ni Mungu wa wanadamu wote. Haya yaliyotokea, dhambi iliyotenganisha au iliyofarakanisha, na dhambi haijawahi kutengeneza ushirika na Mungu. Dhambi inakutenganisha na Mungu, alafu inakuungamanisha na mabaya. Una nafasi ya kumwambia Mungu, ninaomba nisamehe kwenye yale mabaya nimetenda mwezi wa 6. Ninaomba rehema zako, usinihesabie makosa, wala shetani asipate nafasi ya kunishitaki. Uwe na uhakika ya kwamba mashitaka yanapokuwa nasimama mbele yako ni kizuizi cha baraka, maana imeandikwa, Bwana akubariki na kukulinda. Inamaanisha baraka ya Bwana inalindwa na ulinzi wa Mungu. Na kama Mungu hakuilinda baraka yako, maana adui yupo ili avunje na kuiba, lakini Mungu yupo ili ajenge na kuendeleza na kukuzidisha. Ina maana kama hauna Mungu, uwe na uhakika mikono yako inaweza ikatengenezewa utelezi, na hakuna kitu unaweza ukakaa na ukakimiliki, maana bila mkono wa Mungu hakuna kinachowezekana, na bila nguvu za Mungu hakuna ratiba ambayo utaiweza. Mwambie Mungu, sasa ninaruhusu ratiba zangu zote ziachiliwe mikononi mwako, maana bila wewe hakuna kitu nitaweza. Mwambie Mungu, ninaomba ufanye upya. Nimetembea kwa akili hii ya kawaida, nahitaji akili mpya, nahitaji ufahamu mpya, maana kila jambo ambalo unatamani lisogea hatua linahitaji watu ambao wanaweza kupokea akili mpya iliyofichwa kwenye hayo majira. Yamkini kuna akili iliyofichwa kwenye mwezi wa 7. Yamkini kuna akili mpya imefichwa mwezi wa 8. Yamkini kuna akili mpya imefichwa mwezi wa 9, mwezi wa 10, wa 11 na wa 12. Maana pasipo mkono wa Mungu wa kufichua siri iliyofichwa, hakuna jambo ambalo unaweza ukalifanya na likawa na uwezo wa kutimilika. Utimilifu wa Mungu unaweza kutimiza kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Biblia inasema nami nikaona. Inamaanisha Yohana alikuwa katika roho, na alipokuwa katika roho akaona mbingu mpya na nchi mpya. Kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita. Inamaanisha unaweza kumwambia hayo mabaya niliyokutana nayo yamekwisha kupita. Ile dhambi ambayo ilinitesa jana imekwisha kupita, na ile mikosi ambayo nimekutana nayo nyakati zingi imekwisha kupita. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuitangazia tabia yako ya ndani, kuiambia ewe tabia uliyenitesa jana, leo ninakutangazia kwamba nimeacha, uwe na uhakika hiyo tabia inaweza ikaweleshi. Maana uwe na uhakika ya kwamba ukiwaambia uzinzi niachie, unasikia. Maana ile uzinzi ni roho, maana wizi ni roho, maana washarati ni roho, na kila tabia ambayo unaiona ni tabia inakukosesha na Mungu, ile ni roho. Maana kila mwenye pumzi ni miliki ya Mungu, na hiyo roho ya uovu inayokuwa imeingia ndani ni roho, ni spiritual demons, nguvu za adui, nguvu za shetani ambazo zinakuwa zinaweza zikawa zina uwezo kuoperate akili yako, na shetani hawezi kufanya kazi pasipo kukaa ndani ya mwili wa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Mungu, naomba unifanyie upya kwenye mwezi huu wa 7. Ninahitaji unitengeneze kwenye viwango ambavyo unapenda niwe. Ninahitaji unisaidie kwenye viwango ambavyo unapenda niwe. Yamkini nimetembea kwenye mapenzi yangu, ninaomba mapenzi yako sasa yachukue nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunakwenda kumaliza maombi yetu, utaomba nasi, utaungana nasi kwenye maombi ya namna kama hii. Na mwezi huu wa 7 tarehe 1 utamwambia Mungu, nenda mbele yangu ukapasawazishe mahali palipo paruza, mahali penye masumbufu ukaniondolee, mahali penye mateso ukaniondolee, mahali penye machozi ukaniondolee, mahali penye misiba ukaniondolee, mahali penye majanga na ukiwa ukaniondolee. Ukawe wewe upitae mbele yangu kuwaangusha adui waliojipanga, kuangusha ajenda ambazo adui anaweza kuzinua ili kunishambulia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Mungu, nina agano na wewe kwamba hautaniacha wala hautanipungukia. Omba nami kwenye ibada hii. Omba nami. Baba, katika jina la Yesu, maana ni ahadi hii kwamba hautaniacha wala hautanipungukia, na uweza wako hautaniacha wala hautanipungukia, katika jina la Yesu le hai. Rakate lianarikose, katika jina la Yesu le hai. Hautanipungukia, hautaniacha, rakate reboko, hautaniacha, rakate riakosekete, kwenye mwezi wa 7 hautaniacha. Natangaza neema, natangaza kibali, natangaza neema, natangaza kibali, damu ya Yesu. Peleka hoja yako kwa Mungu, umwambie ni kweli mwezi wa 6, ni kweli mwezi wa 6. Ninajua wengi wamekutaja kwamba unaweza, lakini na mimi nataka unitengenezee ushuhuda. Ninataka na mimi unitengenezee ushuhuda. Yamkini marafiki zangu wamenizomea, wamenitesa kwa kunishimanga. Mwambie Mungu, mimi nimekuja sasa, na mimi natamani nikuone. Nimesikia Mungu wa mbali, nataka nisikie Mungu aliyeko karibu nami. Nimesikia wengine wakishangilia, ni saa ya mimi na mimi kushangilia, kujua kama upo unaweza kunisaidia kunitetea tena. Baba, katika jina la Yesu, rakaterebokose, usiniache Bwana, wala usiache biashara yangu ikaanguka, wala usiache ndoa yangu ikavurugwa, wala usiache maisha yangu yakakaa hali ya mateso. Baba, katika jina la Yesu,
Umenisimamia mahali siwezi, umenipigania mahali siwezi. Nauliza mkono wako, nauliza neema yako, nauliza kibali, nauliza wepesi. Ile biashara imekamatwa na mapepo, ile biashara imekamatwa na majini, ile biashara imekamatwa na waganga, ile biashara imekamatwa na wachawi. Nasema katika jina la Yesu, ndoa iliyowekwa chini ya mateka, ndoa iliyowekwa chini ya uganga, ndoa iliyowekwa chini ya uchawi, ndoa iliyowekwa chini ya miungu, nasema naikomboa katika jina la Yesu. Tazama dada yule, tazama mama yule, tazama binti yule akiwa katika hali ya kukata tamaa. Peleka tumaini, peleka tumaini, peleka tumaini, peleka tumaini, peleka tumaini, peleka tumaini. Usiache dada yule, usiache binti yule, usiache yatima yule. Tazama, hajui namna hii, hajui mwezi wa 7 ataumalizaje, maana mwezi wa 6 na wenyewe umeisha kiujanja ujanja, haelewi atatembeaje. Tazama binti yule amefukuzwa kazi, haelewi atasimamaje, hajui atafanyaje. Tazama kijana yule wa chuo amesupplement, ameget supplement. Mwingine Bwana yuko katika hali ya kukeri, na nasema peleka msaada, nasema peleka msaada. Yamkini kichwa chake na ufahamu wake umekuwa mzito mno, haelewi atatokaje kwenye hilo jambo, hajui atatokaje. Nasema peleka msaada, nasema peleka msaada, nasema peleka msaada katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, nasema peleka msaada, nasema peleka msaada, nasema peleka, 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 peleka msaada tena mahali ambapo hawawezi, mahali ambapo hawawezi, mahali ambapo hawawezi. Nimetangaza kwenye ulimwengu wa roho, nimetangaza kwenye ulimwengu wa roho, nimetangaza kwenye ulimwengu wa roho. Wanapelekewa msaada, wanapelekewa uzima, wanapelekewa afya, wanapelekewa katika jina la Yesu. Neno Yesu, nasema mbingu ziseme kwa ajili yake, malaika waseme kwa ajili yake, uponyaji uanze kutokea. Nimetangaza sasa katika jina la Yesu, katika damu ya mwana kondoo. Baba, katika jina la Yesu, umesikia maombi haya, imetendeka, imethibitika, imekuwa. Na yeye aliyesikia maombi haya amepokea sawasawa na neno lako na uweza wako, maana imeandikwa, tumepewa kushinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa jina la ushuhuda, katika jina la Yesu aliye hai. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, katika jina la Yesu. Amen, 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 amen. Na Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu ambaye amesikia maombi haya atakwenda kutenda kwa ajili yako. Usiache kuomba. Ungana nasi katika ibada za Amka Anza na Kristo ambazo zinaendeshwa Jumatatu kuanzia saa 11 kamili mpaka saa 12, lakini pia Alhamisi saa 11 kamili mpaka saa 12, pia na Jumapili asubuhi saa 11 mpaka saa 12 asubuhi. Na neema ya Mungu iwe pamoja nawe. Shalom, shalom, shalom. Bwana awe pamoja nanyi. Amen, amen, amen.